uwe wa kwanza kupata habari kutoka JTV. Subscribe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la papo kwa papo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye halmashauri yako ya mji wa Tunduma, sote tunatambua umuhimu wa chanzo cha usafi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na utupaji holela wa takataka hasa sehemu zile ambazo ziko wazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, na takataka hizi zinasababishwa sana na wafanyabiashara waliopo pembezoni mwa barabara. Je, halmashauri yako imejipangeje kuhakikisha inaendelea kutoa elimu ili mji wa Tunduma uweze kuonekana na uweze kuwa msafi zaidi? Asante. Shukuru sana Mheshimiwa Fane. Ni kweli kila mmoja atakuwa anashuhudia hayo mambo yapo, lakini jambo hili ni sehemu ya chanzo katika sehemu za mitaa yetu na kata zetu, ambapo sisi waheshimiwa madiwani ni sehemu ya majukumu hayo. Kwa hiyo nazidi kutoa wito. Asante Mungu, hapa leo nina wajibika wa serikali ya mitaa. Haya mambo tukaenda kujadili, tuweke maeneo husika yanayotakiwa, lakini tuhakikishe takataka hazikai chini. Hiyo ni pointi ya kusanyia taka ili ziweze kusafirishwa kwenda eneo lingine. Na jambo la pili juu ya kuweza kutoa elimu, na kubaliana na wewe Mheshimiwa Fane 100%, elimu kurugenzi itolewe zaidi kwenye mitaa yetu na maeneo mengine ili tuweze kuzisafisha taka hizo na mji wetu ukae katika mazingira mazuri. Asante. Niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, nami kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la papo kwa papo. Kwa kuwa tuna mradi wa soko letu la Komesa na wafanyabiashara wengi wa mji wa Tunduma wanategemea kufanya biashara katika soko lile na ni wahitaji wakubwa ndani ya soko lile, ni lini sasa mradi wetu wa soko la Komesa unakwenda kukamilika na hatimaye wafanyabiashara wetu wa mji wa Tunduma na wengine wanaotoka sehemu mbalimbali, kwa mfano Yanda, Mbozi, waingie pale na kufanya biashara kwa uhakika na hatimaye kutuingizia mapato ndani ya halmashauri yetu, lakini pia kupata mapato ndani ya familia zao? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa, swali lako ni zuri sana. Na kwanza nikupongeze kuzungumzia swala la maslahi ya wananchi ambao tunaongoza kwenye eneo lako. Lakini mradi ule tukumbuke kwamba ni mradi ambao ni wa kwetu, lakini kupitia serikali kuu, kupitia chanzo cha serikali kuu. Kwa hiyo chanzo cha mapato ya mradi ule kinatoka serikali kuu. Na mimi baada ya kuona kuna changamoto, mradi ule hauendi, nikaondoka na kamati yangu ya fedha kama siku 2-3 zimepita, kwenda kuhakikishia ujenzi umefikia wapi. Na kweli kabisa pale pana changamoto. Tukajaribu kuwasiliana na mkuu wa mkoa, majibu tuliyopata, hatua iliyokwenda kukamilisha mradi, inaonekana mkataba ambao serikali iliingia na kwenye mradi ule muda umeshapita. Kwa hiyo wale wafadhili wa ule mradi wameomba, sisi tumeomba muda mwingine ili sasa tuweze kuongezewa nafasi ya kutekeleza ule mradi. Nini maana yake? Ili sasa kile chanzo kiweze kufunguka, hela ikute katika akaunti ya kuendeshea ule mradi. Hapo ndipo palipokuwa hatua ambayo tumefikia kwa majibu ya mkuu wa mkoa aliyewasiliana moja kwa moja katika wizara, anatusii tusubiri, linashughulikiwa, si muda mrefu ule mradi unakwenda kutekelezeka. Lakini kama mwenyekiti wa Tunduma, nizidi kuwaomba radhi wananchi wa kata ya Majengo na wafanyabiashara wote, tumewatoa pale, wameenda eneo lingine, lakini kupisha mradi huu, kuvumiliane, si muda mrefu mradi huu utakwenda kutekelezeka kwa maeneo husika.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa mkopo awamu ya kwanza uliotoka awamu ya kwanza, sasa mpaka sasa nataka kujua swali langu, je, awamu ya pili huo mkopo utaanza lini mpaka wananchi wanaanza kuendelea kunufaika na huo mkopo? Asante Mwenyekiti. Mheshimiwa Zainabu, mpaka sasa tunapoongea kwenye baraza lako hili, tayari awamu ya pili ya kuweza kwenda kuwakopesha mkopo imeshaanza. Hatua iliyopo mpaka dakika hii ni kwenda kuangalia uhakiki wa vikundi hivyo ni miongoni mwa sisi wenyewe ambao tunajua kwenye kata zetu hizo. Vijana wangu wameshapita kata ya Mpemba, wameshapita kata ya Chapwa, wameshapita kata ya Katete, na leo hii tunapoongea kwenye baraza hili tayari walikuwa katika kata ya mji wa Tunduma. Hivyo wataendelea kufanya uhakiki huo, wakishamaliza taingia kwenye hatua zingine kwenda kutoa mkopo au hiyo nyingine. Asante. Mheshimiwa Matera. Mwenyekiti, nami nitumie fursa hii kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuweza kuzungumza swala la papo kwa papo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika halmashauri yetu ya mji wa Tunduma tumekuwa na msongamano mkubwa wa magari, maroli kutoka Mpemba mpaka Chipaka. Halmashauri yako imejipangaje kuhakikisha inatatua kero au changamoto hii ya msongamano wa magari kwa halmashauri ya mji wa Tunduma? Asante. Mheshimiwa Diwani wa kata ya Chiwezi. Swali langu Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya mji wa Tunduma imeelekeza wananchi waweze kufanya shughuli za kilimo na ufugaji katika kata ya Chiwezi. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa na changamoto ya barabara kuwa mbovu sana ya Chapwa chini. Sasa nilitaka kupata majibu Mheshimiwa Mwenyekiti kupitia serikali kwa meneja wa TARURA, ni lini atakwenda kuanza kuilima ile barabara, na ili wananchi basi waweze kupitisha mazao yao bila kupata changamoto yoyote. Na juzi Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepata ajali, gari ilikuwa inapandisha mlima Nanzwili. Sasa kulingana na barabara ilivyokuwa mbovu, gari ile ilipakia mzigo ikashindwa kupandisha, ikarudi mpaka ikadumbukia pale darajani na ikavunja gema za daraja. Sasa nilitaka kujua
mpango wa serikali ni lini watakwenda kuanza kuilima barabara ya Chapa Chindi, Mheshimiwa Mwenyekiti? Asante. Sasa nikushukuru nawe pia kwa swali zuri kwa ajili ya huduma ya wananchi. Kwanza, kabla sijaelekea kwenye majibu yako msingi, ni ishukuru serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Tumeshapewa hela za ujenzi wa daraja la Msangano. Daraja lile likishajengwa likaanza kutumika na kwenda kufungua barabara ya Chapa Chindi 100%. Kuna kwamba hata Mheshimiwa DC sasa unapokwenda kusini kwako kupitia halmashauri yetu, uwezo kwenda Kagozi, uwezo kwenda Mloo, unapitia hapa, maana ni jirani sana. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili inayofuata, Mheshimiwa Diwani, utakuwa shahidi hata pale jirani ya nyumbani kwako tayari kuna daraja ambalo yale madogo yanaanza kujengwa katika barabara ya Chapa Chindi. Ni wazi kabisa kwamba bajeti hiyo itatengwa kwa ajili ya ukamilishaji sasa kwa kiwango cha hatua za kwanza Changarawe ipitike 100%. Lini itaanza kwenda kujengwa? Niombe nilichukua hilo sasa, nitakujibu kwa wakati mwingine. Asante. Semfukwe. Hili swali langu lina A na B. Swali langu la kwanza, Mheshimiwa Semfukwe, kama niongoza napaswa kuuliza swali moja tu. Sawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka kujua ni kweli katika halmashauri ya mji wa Tunduma tumepata fursa ya kuwa na magari mengi ambayo ni malori ambayo yanatuingizia mapato mengi hususan ya halmashauri, lakini kwa mtu mmoja mmoja. Lakini sasa tuliamisha kwamba tuipeleke kwenye barabara ambazo ziko 4, lakini leo hii badala ya kwamba tutatue tatizo ndio tumeongeza tatizo. Sababu inayofanya barabara ile waruhusu malori matatu yashuke kwa wakati mmoja, na huku custom linaloingia ni gari moja. Nataka tujue sababu ni ipi ya kuyapanga magari matatu kwa wakati mmoja, alafu barabara ya kupita watu wengine inakuwa imezibwa. Ni ipi sababu? Mheshimiwa Semfukwe, nikushukuru. Ni kweli kabisa changamoto hiyo ipo, na hizi kazi huwa zinakuwa na kila mtu anatumika kwenye idara ya kwake. Yawezekana kukuwa ni utaratibu, yawezekana labda ni kilio kutokana na madai ya mkoani, lakini wazi kabisa kutumia barabara kwa upande wa njia mbili, kufungua na hizi njia mbili zikatumika kwa wakati wa wapitaji wengine. Kwa hiyo naomba hili nilichukue, kama kutakuwa na ushauri mbili zitumike kwa ajili ya malori, lakini mbili zitumike kwa ajili ya barabara zingine. Naomba nishukuru. Asante. Kiando. Nafasi niulize swali hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Muungano wa Makaburini, Mheshimiwa Mwenyekiti, imejengwa vivuko 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, ile barabara kwa sasa haipitiki na ina baka milioni 12 ili uweze kupitika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kujua, je, ni lini inaweza kutumika ili wananchi waweze kupita? Mheshimiwa, asante. Nikushukuru Mheshimiwa Kando kwa barabara hiyo umetaja kwa kiwango husika na barabara husika, lakini kwa kuto kukamilisha mradi husika. Nalo hilo Mheshimiwa Kando, naomba nilibebe, utaona utekelezaji wake kwenye jambo husika, kwa sababu ni kitu ambacho kipo kwako, lakini naomba tushirikiane nilibebe hilo mwisho siku tuende. Asante. Mheshimiwa Semfukwe. Nashukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi ni wawakilishi wa wananchi, na kwa bahati nzuri mimi naishukuru sana ofisi ya mkurugenzi, tumeshaanza kupanga mji wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nina barabara 3 ambazo zilishatengwa na zina ramani inaonyesha maeneo hayo yana barabara. Baada ya mimi kulalamika, mkoa ulikuja, tukaenda site, wakathibitisha kwa ramani kwamba pale pana barabara.
lakini kuna vibali vilitoka kwenye ofisi ya mkurugenzi, ile barabara imezibwa. Kuna barabara ya pili iko mtaa wa Kiseria. Nilivyompa taarifa mkuu wa wilaya, alinipa mwanasheria, tumefika naye pale, wamethibitisha kwa ramani pale kuna barabara, lakini kuna barabara nyingine iko Msampani hapa, ramani zinaonyesha pale kuna barabara. Ni nini kinakwamisha kuzivunja zile fensi ili wananchi waendelee kunufaika na barabara zao? Naomba majibu ya serikali. Shukuru Mheshimiwa Siaka. Kwanza kata ya Mpemba ni kata ambayo kata Chapwa ni kata ambayo tumepima sehemu kubwa, ipo katika mpango wa plani iliyo master plan nzuri kabisa. Kwa hiyo ni wazi kabisa kama kuna mtu amejenga tofauti na mpangilio wa master plan inavyotakiwa inavyoonyeshwa, nyumba hizo zinapaswa kuvunjwa. Lakini kwa kuwa jambo umelizungumza kwamba umeripoti kwenye ofisi ya Mheshimiwa DC na mwanasheria amefika ameona, na kwa kuwa bado hata kwangu hilo jambo halijafika, naomba nichukue, mwisho wa siku itakwenda kutekelezeka jinsi inavyotakiwa. Lakini wito wangu, tunapaswa tuheshimu taratibu, sheria na kanuni. Kama mtu amekosea, lazima kufika wakati tufuate sheria. Nimelipokea hilo. Ongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kukukumbusha kupitia baraza lako hili, nilishawahi kutoa taarifa na uliagiza tulienda kwenye ile eneo na tukatambua kwamba zile barabara. Kwa hiyo ninataka kukukumbusha ni kwamba ulishaagiza na tulienda tukakiri kwamba zile barabara. Kwa ni vizuri sasa kiti chako kikatoa maelekezo ili zile fensi zikavunjwe na wananchi waanze kusimamia zile barabara. Mheshimiwa, msingi wa swali lako na majibu ya msingi yako vile. Tafasiri yake, kama palishapimwa, unajua mipaka yako inakuonesha pointi hii ndio mipaka yako inatakiwa, lazima hiyo iheshimike na izingatiwe. Nje ya hapo ni vurugu, kwa maana kwamba utakwenda kujenga kwenye kipande cha barabara ambacho wengine wanapaswa watumie kwa kazi nyingine. Kwa hiyo sheria ishike na utaratibu ufuatwe, na kama kuna hizo nyumba lazima ziende zivunjwe ili tuupange mji wetu katika maslahi mazuri, kupitike na kupendeze kwa mujibu wa sheria na kanuni. Sasa nimelipokea Mheshimiwa Siaka. Asante Mungu na Mheshimiwa DC yuko hapa, wanasheria wako hapa. Mwisho wa siku utaona matokeo ya jambo hili. Asante. Mheshimiwa Kayombo. Za swali la hapo. Mheshimiwa Mwenyekiti, na taharuki kubwa sana kwenye mji wetu wa Tunduma, hususan eneo la kutoka transformer kuja Sogea kwa vijana wetu waendesha bodaboda. Kupitia matengenezo ya barabara ya kipande cha mita 950, wale watu wa bodaboda wakipita yale maeneo, kwanza kabisa wanaadhibiwa kwa mikopo na wale vijana walioko kule barabarani, lakini wananyang'anywa pikipiki zao kwa kuwalipisha shilingi 1,500,000. Swali langu nilitaka kujua, Mheshimiwa, hizi fedha zinazotozwa kwa makosa yanayosadikika kwenye kipande hili cha barabara, je, ni baraka za baraza hili ndio lilopitisha hizo faini za 1,500,000? Asante. Nami nafasi pia kuongeza jambo hilo lipo kwenye sehemu ya karatasha ya kwako na ya mwangu. Hili jambo nalifahamu. Nilichukua hatua baada ya kuona wanafanya ni makosa, kuwaondosha eneo lile na wasifanye hiyo tabia wanayoifanya. Hatuna mradi wa serikali unapokwenda kujengwa
au kwenda kuanzisha chanzo cha mapato, mwingine anakuwa mpira pale aende kuanza. Sasa kama hili jambo Mheshimiwa Kayombo bado naambiwa, nitoe wito kwa niaba ya baraza hili kama mwenyekiti wa Tunduma. Ndugu zangu wataalamu wako hapa, ndugu zangu wa kamati za ujenzi, idara ya ujenzi ya kwetu kama halmashauri mko hapa, mkurugenzi uko hapa, baraza likuagize hao watu hatuwataki waende watoke mara moja kwenye hilo eneo, lakini waambie watu wetu, watumishi walioko pale, wasioneshe tabia ambayo sio nzuri katika serikali. Hili jambo sio zuri na halipendezi kabisa. Mheshimiwa Kayombo, naomba nibebe hivyo kwa tafsiri ya kwamba hatuna utaratibu na hili jambo. Mheshimiwa Kayombo, mimi na wewe tuzidi kulikemea, lakini pia na madiwani wenzangu kwenye miradi mingine kama hili jambo lipo tuzidi kukemea, lakini pia mkurugenzi, baraza linakuagiza hao watu walioko pale watoke mara sana. Kwanza kwa majibu mazuri kabisa hayo ulioweza kuyajibu kupitia swali langu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baraza lako ndo mwarobaini wa utatuzi wa changamoto za wananchi, nami niungane na wewe kwa kauli yako hiyo ya kutoa maelekezo kwenye ofisi ya mkurugenzi, kwa sababu kadhia kubwa wanayokutana nayo wananchi haivumiliki na kilio ni kikubwa sana. Kwa hiyo kwa kauli yako kupitia baraza hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutakwenda kuwatendea haki wananchi wa mji wa Tunduma, lakini pale ambapo wanapaswa kuto kupita eneo ambalo liko shughuli zinaendelea, tutawapa elimu kuliko hii kadhia wanayokutana nayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana kwa nafasi. Diwani wa viti maalum alizungumzia hoja ya soko la COMESA. Kama tunavyojua mji wa Tunduma ndio umebeba masoko yote. Nianze kwa kumpongeza Mama Samia Suluhu Hassan, alituletea milioni 383 kwa ajili ya ujenzi wa phase 1 wa soko la Machinga pale stendi ya zamani. Toka imekwisha ile fedha hakuna kinachoendelea. Leo wananchi wamenituma niulize nini mpango wa halmashauri wa kumsapoti mama kwa fedha aliyotupa milioni 383 ili kuendeleza ujenzi uliosalia kama fezi ya pili. Asante sana mwenyekiti. Kama utakumbuka kwenye baraza letu la bajeti tunaoiendea 25-26 tumetenga bajeti kwa ajili ya kuendeleza soko hili. Sikumbuke vizuri figa, lakini kuna bajeti iliyotengwa kwa ajili ya kwenda kuendeleza 100% ile soko. Lakini pia ukumbuke tulipokwenda kujadiliana pia tukaamua kwamba ikiwezekana kama tutakuwa tumechelewa kwa nafasi ya ukusanyo ya mapato ya ndani, tuingize katika mfumo wa PPP. Tafsiri yake sasa ile soko ikaenda kujengwa kwa mfumo huo. Hasa nini kitawahi kwa umuhimu, tumeingiza mambo yote mawili kwa umuhimu mkubwa wa kutoa huduma kwa wananchi wa soko hili. Hasa nini kitawahi? Haya yote yameingizwa katika msingi moja wa bajeti ya mapato ya ndani, lakini pili katika mfumo wa PPP. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa majibu yako mazuri ambayo wananchi wa kata ya Majengo na Wanatunduma kwa ujumla wanajua nini kinachoendelea kwenye soko lile. Lakini kwa bahati mbaya unasema huna kumbukumbu kidogo, labda kwa kuwa afisa biashara yupo hapa anaweza kujua tumetengea kiasi gani na lini zitaanza kufanya kazi. Unamteka na najua ndio maana hapa sijasamisha mtumishi yeyote kwenye hoja. Ukitaka kwa mapana zaidi basi ingia kwenye mjadala wa muhtasari wetu.
Mheshimiwa Chuma malizie hapo, maana ya kupita. Kutokana na mvua kipindi cha masika kuendelea, kuharibu miundombinu hususani kuelekea kubeba madaraja na kuharibu vivuko vya watoto wa shule. Sasa ni lini halmashauri yako itatusaidia kwenda kujenga kivuko cha kudumu katika mtaa wetu wa Danida kuelekea Migombani? Asante mheshimiwa. Kakaangu Chuma kwa swali zuri, lakini pia ongeze sana Mheshimiwa David Silinde mbunge katika pesa zake za mfuko wa jimbo, sehemu kubwa amezielekeza kwenda kujenga vivuko mbalimbali ndani ya Tunduma. Sasa hiyo changamoto ya kupata mpango, kwa sababu ni swala la dharura imejitokeza, nilipokea mkurugenzi kwa dharura hii. Sasa naomba ulipokee ili mwisho wa siku tukajenga pale kivuko iende kutumika kwa ajili ya wananchi wetu. Na Mungu akubariki. Mheshimiwa, dakika zangu nimezidisha dakika 5. Mlikuwa 14, mmoja 11, wamebaki 3. Tuombe ninyi maswali yaliyobaki. Basi nendeni kama mtapata fursa, katumekeni kwenye muhtasari wetu, na Mungu awabariki. Asante. Kila mkazi wa mji wa Tunduma anapitiwa na changamoto ya foleni katika barabara zetu, hasa barabara kuu ya Tunduma, ni barabara ya Tunduma kuelekea Mbeya, lakini ile ya Tunduma kuelekea Sumbawanga si jambo ambalo linafichika. Na waheshimiwa madiwani, mmeuliza maswali na wananchi tumepokea malalamiko mengi. Simu yangu hapa imejaa message, imejaa simu, wananchi wanapigia, wanajaribu kutushauri na mawazo yao tumeyachukua, na sisi kama serikali ya wilaya tuko kwenye mkakati kabambe wa kutatua changamoto hii. Changamoto hii si ya kwetu peke yetu, kwa sababu inahitaji maamuzi kama alivyosema mwenyekiti. Kubwa ni upanuzi wa barabara. Kwa hiyo kuna utatuzi wa hatua za muda mrefu na hatua za haraka. Kwa hatua za muda mrefu nyingi zipo kwenye mamlaka ya juu yetu. Mfano, kila mtu anaona dhahiri kwamba kuna uhitaji wa barabara kupanuliwa. Kweli serikali iko katika mchakato huo, lakini kuna mchakato wa bandari kavu, mipango inaendelea na tayari eneo tumeshalitoa kama serikali. Tuko kwenye process ya kumkabidhi mwekezaji ya awekeze, lakini kwa utatuzi sasa wa muda mfupi ambao kimantiki sisi kama wilaya tunahusika kwa kiasi kikubwa. Ofisi yangu, kamati ya ulinzi na usalama, ofisi ya mkurugenzi, TARURA, TANROADS, TRA, wote tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja, na hadi sasa tunavyoongea tayari kuna timu ambayo tumeiteua inafanya kazi ya kushughulikia zile hatua za muda mfupi ambazo tunaamini kwa kiasi kikubwa zitarahisisha au zitafanya urahisi wa watu kupita. Kwa hiyo tunawaomba muwe wavumilivu, tuamini swala hili hata sisi wenyewe linatokea. Mji wetu unahitaji kupangwa,
na hatuna mtu wa kuja kutupangia mji wetu, tutapanga sisi wenyewe. Kwa hiyo tuvumilie na mtupe ushirikiano, hasa kule kwa wananchi, ambapo katika hatua za kupangana zinaweza zikamfeva mtu mmoja na mtu mwingine akaona kama hazijawa sawa kwake. Kwa hiyo Mheshimiwa madiwani, kwa sababu nyinyi ndio wapiga kura wenu na ni wananchi wenu, naomba mtusaidie ili waweze kutuelewa. Lakini tunashirikisha wadau wote ili tuwe na mawazo. Upande wa barabara, ni kweli na barabara ambazo tumeziona zinasumbua, tunazidi kushirikiana na mamlaka, hasa hizi barabara za ndani, hasa TARURA, ili kuhakikisha ujenzi wake kwa wale wakandarasi, ili wananchi waendelee kupata huduma. Tunaelewa hizo kero ambazo watu wanapambana nazo, hasa kwa hii barabara ya Songea Transformer, imekaa muda mrefu, na hata mimi leo wakati nawahi kuja kwenye baraza, foleni ilikuwa kali, nikajaribu kupita huko, nilichonikuta najua na mimi na dereva. Kwa hiyo ni jambo ambalo kila mmoja anapambana nalo. Hii ni kwa ile barabara ambayo sisi tunaita Chapwa Msangano, inakwenda mpaka Msangano, inapita Chiwezi. Ndio ni kweli hiyo barabara ni mbovu, lakini serikali imewekeza, inajenga daraja la bilioni 2.2 hivi pale Msangano. Sasa liko kwenye asilimia, kama sikosei, inaweza kufika asilimia ngapi, zaidi ya 50 imeshapita sasa, kwa sababu zile nguzo zimeshakamilika. Kwa hiyo matarajio yetu mpaka kufika mwezi wa 9 litakuwa linapitika. Sasa tukishamaliza, kwa sababu kazi kubwa ilikuwa ni daraja, ikishamalizika daraja, sasa nguvu nyingi itawekwa katika kuimarisha barabara hii. Ile barabara tuna imani kubwa kwamba itafungua uchumi wa wilaya yetu, kwa maana kuziunganisha hizi halmashauri mbili vizuri, sababu uhalisia halmashauri zetu hizi, ili nyinyi sasa wa tarafa ya Tunduma, ya mji wa Tunduma, mji makao makuu Chitete, inawalazimu mpite Ikana kule mlimani, au mwende Mbozi mpite wilaya nyingine kuja kule. Kwa hiyo hii itakuwa karibu zaidi na tutaiona ni kama njia kuu, na kupitia hivyo ni mchakato tutaifanya ili hata hadhi yake ibadilike, sasa iwe barabara ambayo itakuwa ihudumiwe labda na ya wilaya. Kwa hiyo tutakuwa tumeunganisha hizi halmashauri zetu mbili hata kibiashara. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.